Mimi najua Gwajima ni fiatu. Kwa hiyo mimi sijawahi kuwa na interest na Gwajima. Na shida ya kichaa kama Gwajima na fiatu kama Gwajima, serikali ndio inawaendekeza. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku ile kanisa la Ufufuo na Uzima ni mali yake. Na kipindi cha nyuma hapa kidogo hakufuata misingi ya uanzishwaji wa kanisa na vile vibali walivyompa. Unaanzisha kanisa kwa ajili ya nini? Unaanzisha hii taasisi kwa ajili ya nini? Hakuvifuata mpaka likafungwa, lakini baadaye likaja kufunguliwa bila taarifa yoyote, yani ilifunguliwa tu kwa sababu ya mitandao ya kijamii ili wataki serikali. Yani mtu mmoja na akaunti 20 anataki serikali, serikali inajua ni watu wanawataki. Sasa amekuja sasa hivi anataja jina la rais, sio utaratibu wa kawaida kutumia jina la rais, sio waziri mkuu. Tena afadhali taje huko waziri mkuu, makamo sawa, lakini rais wa nchi, amiri jeshi mkuu, mtu ambaye ndio nembo ya nchi, huwezi kumtaja kihuni tu kwenye mambo yako ya kijinga. Mtu fyeka, fyeka, haiwezekani. Ni vitu vya ajabu kabisa. Fyeka. Kwa hiyo tunapoona rais anatajwa na wahuni na watu ambao sisi tunaamini uwezo wao ni mdogo, sisi wananchi wa kawaida na raia wa kawaida hatukubali eti kwa sababu tu ya siasa. Shida iliyopo sasa hivi ambayo mimi naiona ni kwamba tuna viongozi ambao wanataka kuwa waoga, wakati ni mamlaka ambazo zimewekwa kisheria. Wako pale kisheria, wamechaguliwa kihalali. Uwezi kuwa muda wote unacheka na wahuni kama wakina Gwajima. Mtu anaamua kulitaja tu jina. Ujue kuna sehemu unatakiwa umtaje Yona, sawa kama Yona, lakini sio rais wa nchi. Unatakiwa kumprotect rais wa nchi. Kwa hiyo uwezi kwenye mambo yako ya kijinga si fyeka, mtu wa hovyo kabisa yule. Kwa hiyo anyway, kwa kifupi ni kwamba yule jamaa ni mtu wa hovyo, na ndio maana kwanza ana adabu, afu pili kiongozi wa kanisa utakiwa kutokosa adabu kiasi hicho. Hata vitabu havijaruhusu wewe kiongozi wa nchi ubwabwaje tu mambo ya hovyo hovyo tu muda wote. Haiwezekani kitu kama hicho. Yaani mtu kiongozi wa kanisa unaenda unatoka huko, unafika tu kwenye mahubiri, mwenye mimbari unaanza unaropoka tu. Kila linalokuja kichwani kwako unaropoka tu ili wale wanaokushangilia wakushangilie. Kwa sababu yeye akishangiliwa na waumini wale wawili watatu anaona kichwa kinapanda, kinavimba. Ndio shida ya Gwajima. Kwa hiyo kwanza sio askofu pase. Gwajima nishawahi kuambia sio askofu, kwa sababu askofu ana taratibu zao. Kwa nini sio askofu? Yeye ana kipaji cha kuzungumza. Yaani kama mimi Yona sasa hivi. Si unaona njaa inanipiga. Na nikapewa baisikeli. Yaani usafiri wangu ni baisikeli. Njaa ikinipiga zaidi, nikipata kiwanja maeneo ya mjini nafungua kanisa. Yaani yeye nikawaza siwezi kumtaja maskini mtu wa watu kwa sababu hajawahi kunikosea. Yule kijana wa comedy naye ana kanisa, naye ni mchungaji. Masanja. Yaani Gwajima ni kama Masanja tu. Yaani Gwajima yeye amepata kwa sababu ana kipaji cha kuhubiri, ana kipaji cha kuzungumza, kama mimi tu na kipaji cha kuzungumza. Basi nikakariri vifungu 3-4 vya Biblia nikaiweka kichwani, afu najua kuna watu wananipa sadaka kila siku asubuhi nikiamka mimi nikuperuzi Biblia, kuna shida gani? Kwa hiyo Gwajima yeye sio mchungaji pase. Kuna wachungaji kweli, unaona yule ni mchungaji, yule ni askofu, yule ni padri. Lakini hata kama ana adabu, walau yeye amepitia taratibu za kichungaji. Lakini Gwajima hajawahi kupitia taratibu za kichungaji. Gwajima ni kanjanja wa kichungaji. Yaani ni kanjanja. Gwajima ni kanjanja wa kichungaji. Unajua maana ya kanjanja? Yaani kuna tasnia ya habari, kuna makanjanja. Yaani watu ambao hawajasomea habari lakini wanafanya wako kwenye mfumo wa habari. Wako kwenye mfumo wa habari. Si unaona hata juzi walikosa ithibati wakawekwa pembeni. Sasa walivyowekwa pembeni, maana yake kwa kina Gwajima kwenye upande wa wachungaji naye amekosa ithibati ya kichungaji. Yaani Gwajima sio mchungaji, ila anadekezwa na serikali. Anadekezwa na serikali kwa sababu Gwajima ni kanjanja wa kichungaji. Sasa anadekezwa. Alafu kosa kubwa tunalifanya sasa hivi, tunadekezana. Yaani unakuta vyombo ambavyo vimepewa mamlaka. Kwa sababu sio kila kitu lazima rais aseme. Sio kila kitu lazima waziri mkuu aseme. Umepewa mamlaka, wewe una mamlaka haya na haya na haya. Usisikilize eti waziri mkuu kwa sababu aliwaambia huyu jamaa mumwache, sijui mumwache.
kamata, weka ndani. Umepewa mamlaka wewe, kamata, weka ndani. Sasa mnamuacha mtu anaropoka mpaka imefikia kipindi to the extent. Haiwezekani. Unadhani nguvu na jeuri ambayo unaiona, so unakwambia kule kujiamini kwa Gwajima, unadhani kunatokana na nini? Kule kujiamini kwake. Gwajima hajiamini. Yaani ni kwa sababu sisi tumependa kuishi hivyo. Sasa naamini anaogopwa. Kwa sababu kwanza wamelifunga kanisa lake. Alifanya mambo ya hovyo kabisa katika taifa hili. Wamefunga kanisa, wamekuja kulifungua. Unalifungua la nini? Kwa sababu ngoja nikwambie, ingekuwa kama Roman, ingekuwa kama KKT au Anglikana, sawa, kwamba lile kanisa halina mahusiano na mtu. Ile kanisa unaweza kumuondoa mchungaji lakini usiondoe kanisa. Waumini wakaendelea kusali, kufanya mambo yao. Lakini Gwajima, issue ya Gwajima ni issue ya mtu, ile ni mali yake binafsi. Sasa umeifungia, umesikiliza watu wa mitandao ambao ni matapeli au wanaotuambia sijui watatufanyaje. Unafungulia. Yeye unaonyesha kabisa serikali ni waoga wa mitandao. Vyombo vya ulinzi na usalama vinacheka na hao watu. Wasizidi kucheka na hawa kima. Unapocheka na kima utavuna mabua. That's why. Kwa sababu wewe unasoma tu comment 100 inakuogopesha. Unafungua kanisa la nini? Ile kanisa lilitakiwa lifungwe na aandike, afate utaratibu ambao limesajiliwa kwayo. Tena hii iandike kabisa. Yaani ilitakiwa lile kanisa lifungwe mpaka yule mmiliki aandike na aombe msamaha na akili na asipokili lisifunguliwe milele. Kanisa la Gwajima lifungwe. Hilo ni mali ya mtu, ile sio kanisa, ile ni mali ya mtu. Anakosea misingi. Amekosea misingi ya kiserikali. Umesajiliwa ili ufanye nini? Alafu wewe unakuja kuprovoke serikali. Unamtaja rais sehemu ambayo kwanza maskini wa Mungu hahusiki na hayo mambo. Alafu pili, wewe kwa sababu huko unashangiliwa na watu unasema ni mtu wa hovyo kabisa. Yaani ningekuwa mimi, ningekuwa mimi na mamlaka. Mambo ya kudanganyana sijui maridhiano, ujinga kabisa huo. Serikali imeshinda kihalali. Tena serikali inatakiwa waambie hakuna maridhiano hapa. Wala hakuna kuchekeana na kima yoyote hapa. Kwa sababu hii mambo ya kuchekeana kila siku tunaangalia mitandao, Facebook, Instagram, comment zimewapa, ndio ambao wanatengeneza, wanamuogopa Gwajima. Kwa hiyo vitu vingine lazima tuchukue, kama serikali ichukue hatua ili kukomesha wahuni kama wakina Gwajima hawa. Waache kuchekeana kwa sababu eti ni marafiki, wanakunywa pombe pamoja huko mitaani kwa sababu watoto wao ni mademu. Unajua hawa wakubwa hawa wanaoendesha V8 hawa ni tofauti sana na sisi. Hawa wakubwa hawa watoto wao unakuta ni wapenzi, ni marafiki. Ndio maana unaona hata hatua zenyewe zinakuwa very slow kwa sababu wote wanakaa Masaki. Ila akitokea mtu wa Mbagara huku ndio shida, akitokea mtu sijui wa Chalinze huku, akitokea mtu wa Mkuranga sijui wapi maeneo ya huku pembezoni, unakamatwa sijui Kibaha. Wewe unanaswa tu. Sijui Ubungo maji huko, unakamatwa. Lakini wale wote wanaoishi Masaki, Mikocheni, Sarasara, wote wanaishi maeneo hayo na ndio watu wanaendesha V8. Sasa upinzani wanaendesha V8, wakina Gwajima wanaendesha V8, wanaibia wa Tanzania. Mwisho wa siku kwa sababu ya Facebook na mitandao ya kijamii wanaamua kuprovoke paka rais. Kwa hiyo ifikie kipindi sisi wa Tanzania tuseme ni marufuku kwa mtu yeyote kumchezea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Achezee kuanzia wengine achezee. Lakini ikifika kwa Amiri Jeshi Mkuu, nembo ya taifa, tafadhali sana kwa hilo. Unamwambia Joseph Yona wa Chalinze, Idi imeenda murwa kabisa. Kabisa, Idi imeenda na nilipata hotpot kama 6 kutoka nyumba tofauti. Hotpot 6 za majirani wangu wameniletea chakula, kwa hiyo nilienjoy kweli yani. Ndio jirani mwema huo bwana. Nimezungukwa na kama nyumba za Kiislamu kama 6 hivi. Kwa hiyo walinitunza, waliniletea hotpot. Familia yangu ilikula vizuri kabisa kama mimi ndio mwenye sherehe. Kwa hiyo unabidi na wewe uje ulipe kwenye Pasaka. Haina shida. Ndio sisi tunavyoishi hapa mtaani. Ndio hivyo tunavyoishi hapa mtaani. Ni marufuku mtu kulitaja bure jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yona anakuambia kwamba Gwajima amekosea kwa ambavyo alikizungumza
katika mahubiri yake akiwa katika kanisa lake.